Kwanza kwa majina naitwa Mwangi Njehia, MCA Woodley Kenyatta na Golf Course. Nimeghadhabishwa sana na hii serikali ya Muigai Uhuru Kenyatta. Kwa nini? Jana mimi nimeona unyama yenye sijawahi iona, na hii unyama imeanza Wednesday saa 8 ndio watu walianza kubomolea watu. Watu wenye wengine wamepewa license na railway ambazo ni genuine, alafu wamekuja kubomolewa na railway walikuwa wamewaambia hawatawabomolea. Kwa hivyo askari walikuja na matingatinga, hakuna notice, hakuna nini, ni kupiga tu watu. Na ndio nikaona huyu mzee akilia, mzee amelia kabisa. Anauliza hii serikali iko wapi? Kwani tulikosea wapi jameni kuchagua serikali ya aina hii? Serikali yenye tuliamka asubuhi kabisa kuichagua. Then tunaenda tunapigwa right, left and center. Mimi nakomea hiyo kitendo, na niambie Uhuru Muigai Kenyatta, our president, tafadhali, tunaumia. Hii wakati wa corona, watu mnataka waende wapi jameni? Tunaumia. Watu wa Kibra, najua sasa wametoka huko juu, jana walikuwa wamefika pale Kisumu ndogo, najua wanakuja ili yangu Rain 7. Sababu hii tumeambiwa wanaenda mpaka Nyayo Stadium. Mimi naomba hii kitu leo inaweza goja, at least tumalize hii maneno ya corona. Tukimaliza maneno ya corona, watu hawana pesa. Mzee kama huyu amebomolewa nyumba, amebomolewa kila kitu, hana kitu. Mtoto wake ameaga juzi, ana watoto wengine wagonjwa. Sasa jameni, tunataka waende wapi? Bibi yake pia amemwacha juzi. Huyu ni mzee mjane. Ataenda wapi jameni? Sasa kwanza, wakati mimi nilimuona, nilipigia my governor simu, Governor Mike Mbuvi Sonko, na kanipa jukumu ya kumtafuta. Nimemtafuta tangu jana, ndio tuone tunaweza msaidia na maana, sababu alikuwa na kilio yenye iliniguza hata mimi kama binadamu. Ndio leo tukaweza kumpata, na governor amejitolea, amemsaidia, at least amepata chakula ya wiki kama 2. Then kutoka hapo, ama mwezi moja, then kutoka hapo nina uhakika governor hata muacha. Governor atamlipia nyumba miezi kama 6, na pia very soon atamtafutia ajira mahali atakuwa anapata kitu ya kufida watoto wake wenye wamebaki 3. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Governor, Mungu azidi kukubariki, na atakubariki hata ukipigwa na wenye wanakupiga, wenye wanajaribu kukupiga, Your Excellency, waendelee tu, lakini ile shimo wanachimba, hao ndio watanguka hiyo shimo. Mungu, our God that we pray, will fight your battles no matter what. Na mimi sasa siogopi kuongea kabisa sababu serikali, mimi kama stakeholder wa hii serikali mimi nalipa every month from my salary, nalipa hii serikali. Sijui ni kwa nini wakuja wapiga watu wenye waliamka asubuhi na mapema kuchagua hii serikali. Mungu anawaona, kiboko yenu inakuja. Haya, asanteni. Mimi nitaongea Kijaluo. Ana Jaluo ilungane Obuya, ana MCA ma Imara Daima. Gima litna ni Jaluo wadwa imuko ne ot to en gi nyithindo to chiege otho, nyathi botho kuome. Agone erokamano Governor ma Nairobi, Governor Sonko. En gima lit, an kaka onagi Jaluo wadwa nyalo ywak malich gi nying ker marwa Uhuru Kenyatta.
jaduong' mal chalo kama ywak ka pi wang'e chwer kimuko ne ot. En gima lit kendo en gima wadagi. Akemea kabisa tim machalo kamano. Sirikal ok en mar tieko maskini, sirikal en mar gero maskini. Gima kamano an kaka jaluo moyier nyathi maskini, ma min gi ne maskini, adagi kendo gino donjo e chunya maiye. Ang'eyo ni joluo wetega, aywak ne wuonwa Raila Amolo Odinga. Gima timore ne oganda joluo ma intie Nairobi ka, kata kobed ni en development itimo gi public participation. Nyaka yier washikadau duto mondo kaka jo Kibira gi mondo mi giwach chunygi gima gidwaro, kata ka gibedo relocated to gibed relocated kosetim public participation. Gima kamano adagi kaka jaluo. Jaduong' wach ne litna. Governor erokamano ahinya. Thank you so much, our governor. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Patrick Karani. Nimetoka Embakasi East upande wa Utawala. I represent Utawala Ward. Na nimefika hapa leo hata mimi baada ya kuona kitu imefanyika huko upande ya Kibira. Hiyo kitendo pia imefanyika in my ward in Utawala area ya Tajmo area all the way extending to Kware. Watu wamekuwa displaced na nimekuja hapa kuleta request yangu kwa governor. Manake watu wamekuwa displaced, business zimeharibiwa, na nimekuja hapa pia mimi nione kama governor ataweza kusaidia watu wa Utawala. Na ametusaidia sana, ni governor amesimama na sisi for a long time. And nishapata confirmation vitu zao ninaleta next week. Wale watu wamekuwa wameadhiriwa kwa redi, wamebomolewa na hii serikali. Na ninashindwa ni kwa nini, because hata wakati wale watu wa Karandini Market walienda kugongewa, Governor Sonko alitenga 18 milioni na wakaweza kukua compensated. Sasa imebaki hii kitendo inafanyika, watu wanaumia. It is a very bad situation. Ukiangalia kuna COVID, watu wameruhusi makazi, unemployment rate zimeenda 80%. It is only 20% of youth wale wako employed, na ndio wanafanya hizi makazi ndogo ndogo hizi za kuweka vibanda, ndio wanakaa kwa hizi informal settlements, na wameumia sana. Na ndio tumekuja hapa tuone kama manake kilio inakuja kwetu kama viongozi wa mashinani, tuweze kupewa msaada, tuweze kufikisha huko. Na sasa wakati tulikuwa last time governor tuliweza kupeleka msaada huko, na saa hii kwa uwezo wako kidogo, hata kama serikali imeenda 3/4 umebaki na 1/4, wewe unaweza kumanage kutusaidia na uwezo wako. Tunakuombea Mungu akubariki, na ile kidogo tunapata tunakuhakikishia itafikia hiyo yote unatusaidia, itafika kwa ground. Asante sana na Mungu akubariki. Kwa majina naitwa Lea Mumo, mimi ndio vice chair wa sports. Tunawaambia hii serikali tuliwachagua tupate uongozi bora, si bora uongozi. Lakini tunashukuru ndio kuna kiongozi mmoja si bora uongozi. Kitu tunaambia serikali waache kutesa maskini. Because leo tunataka wanataka kura, wanakuja wakitubembeleza. Lakini sasa kama mtu kama huyu wanataka watu waende wapi? Tafadhali Uhuru, tunaongea Uhuru, Raila, hawa ni watu wako, hawa ni wajaluo wako, wanashindanga wameng'oa reli juu yako. Tafadhali kuwa na utu na ukuwe na roho ya utu pia. Asanteni. So, corona won. An ka wuoyo. Awuok gi chwang'. Achako gi historia. Raila kobiro Kibira kagolo liki mimi nilikuwa. Raila alikuja Kibira kama maiti, tukamwambia hivi kulikuwa na nenti mos kanye ntima, ntima hata kama maiti ekikira na kudinga. Wati kama maiti kodo kobiro pingo na chako pingo li. Kana wuon anyora ile kudinga okunyal wuoyo. Mumeanza huko. Ndio moko bentie, maboko nyal wuoyo. Ana wuon kaka antini, ana waso. Awur game. Awo mechanda kama serikali mara ile kudinga. Ile kudinga ni kero serikali ana wuon wan mokele kaje da ku wuo mondo winje ni ile kudinga. Wuoyo wach moro. Kikiyanya. Kodo gimanya kwa timu ni ile kudinga wahero sana.
kendo aere kendo ng'ato kabisa. Kini nyako pari joge ni kanye wane jowrele kudinga. So Waere kabisa. Wan waere. Wane joge. Koro pani wan kure. Gimoro kotimre ka sani beno osebiro kanyo ng'eni jadi onyore udi mukre ka ang'o mokelo jogo pokelo gimoro amora. Koro en kiongozi mane ma en odwa niya. En mani aro niya ni jogo dhi gwedhe bondo beri president mar Kenya. To wantie ka. Koro giwacho niya. Ele kudinga ng'i jogi ming'eyo. To ong'eyo viongozi mantie ka mong'eyo. Koro sani agoni asaero kamano. Sonko, nisome gwedhi. Mungu akubariki. Imed bede piny ka. Imed koje moko mang'eny. Dogi Kiswahili. Matito. Nasema tu Mungu akubariki kidogo. Uzidi kuongoza usaidia watu wengine. Mimi nimekushukuru kabisa. Hii kitu umefanya Mungu usaidie sana. Karibu. Na muda situtetee ujinga. Ati hakuna governor. Ni wewe. Na usaidizi next time. Yes. Ana uone mimi nitauliwa juu yako. Asante. Romo, ito Kamano. Karibu. Haya. Sawa. Mimi nikimalizia kusema kweli mimi mwenyewe kama governor nilikasirika kuona mzee analia ile mambo ambayo alifanyiwa. Hatukatai maendeleo Nairobi. Hatukatai reli ijengwe Nairobi. Lakini kila siku mimi nasema kuna kipengele ya katiba article 40 sub article 4 ya katiba yetu ya Kenya. Kama tunataka kufanya maendeleo mahali, hawa si wanyama. Huyu mzee hapana nguruwe. Rais tunakupenda sana. Tulikukufia wewe kuwa rais wa nchi. Sijui roho ya kinyama Uhuru ndugu yangu umetoa wapi? Wapi ile roho yako wewe kabla ukuwe rais? MRC Mombasa wakati wamefungwa jela, wewe mwenyewe ulinipatia pesa, nende nikawatoe jela, ukawasaidia. Hiyo roho imeenda wapi? Umezungukwa na wakora, kina Matiangi, kina Kibicho wakora. Wanatesa wa Kenya. Wanapiga wa Kenya pana wanyama. Hiyo ndio kitu ambayo mimi rais imenikasirisha. Tunakupenda, tunakuheshimu. Tumeona leo umeomba msamaha kwa Wakenya. Going forward, I hope hii mambo itatokea tena mheshimiwa rais. Tunataka serikali ambayo inaheshimu Wakenya. Hatufanyi kitu kama PR, lakini sisi tumechoka na serikali yako. Na sisemi hivyo ati kwa sababu umeninyang'anya nusu ya serikali. Hapana. Nilikusanyia kila kitu wewe kama rais. Sababu ile heshima ambayo tunakupatia. Lakini mahali mambo imefika sisi tutaongea na tutakwambia ukweli bila kukuogopa. Tunakuheshimu rais, but hatukuogopi. Mahali vinyangarika hao wamekuzunguka kina Matiangi, wakianza kupiga wananchi, sisi kama wale watapechukuliwa na wananchi, tutaongea. Hatutaogopa. Tutaongea na tutaongea ukweli bila ya matusi. Hii mambo lazima rais ikome. Kupiga kwa wananchi ovyo kama wanyama lazima ikome. Tunakwambia lazima ikome. Kwa heshima kuu na tunakuheshimu, hiyo mambo lazima ikome. Tukitaka kutoa wananchi, tufanye vile tulifanya Karandini. Tunawalipa, tunawaondoa. Serikali iko na pesa. Mpaka ile nyingine imeibiwa huko na ma-COVID billionaires. Serikali iko na pesa. Ile pesa imeibiwa inaweza saidia wananchi kuwaondoa, kuwajengea mahali nyingine, basi kuwapiga kinyama. Hiyo ndio kitu mimi imenikasirisha. Juzi Kariobangi mmepiga watu kama nguruwe. Ruai mmepiga watu tena kama nguruwe. Na bado mnaendelea kupiga watu kama nguruwe. Tafadhali tunakuomba kwa heshima kuu, mimi kama gavana, simamisha hiyo ubomoaji. Tukae na wananchi chini, tuwatoe kandi ya reli, barabara ipite, reli ipite. Hakutakuwa na shida. But wananchi wakaendelea kupigwa, hatuko pamoja rais, hatuko pamoja. Tuheshimu raia. Na yale mengine tunataka kuombea sababu tunaona Nairobi County waheshimiwa walikuwa wameleta budget mzuri. Tumekubali functions zile umechukua, enda nazo. Lakini hatutakubali sababu tulikubaliana hii ni partnership. Tufanye mambo pamoja. Sio takeover ya kijeshi. Si takeover ya kijeshi. Kwa hivyo sisi tunasema budget yetu pesa stadium ile karatasi nyingine State House ilileta jioni. Mheshimiwa Mbati akapewa, akatoa ile yetu. Turegeshe pesa yetu wa stadium, ECD centers, basari, pesa kidogo kidogo za functions ambazo zimebaki. Sio mnatunyang'anya kila kitu. Kwa hivyo mimi nakwambia mapema, bila tuliangusha ile 15 bilioni tulinyang'anya functions zote, hata hii tunaenda kuangusha. Dhuluma wa Nairobi watafanyiwa mimi nikiwa governor. Tumeona waporaji wote wa COVID pesa ya KEMSA wako Nairobi sasa hii. Tunajua ile mambo yanafanyika Magathi. Tunajua ile wizi inafanyika. Kwa hivyo tutakubali hiyo.
tuko tayari kukusupport in partnership, sababu bado tunakuheshimu wewe kama rais. Hii miaka 2 imebaki, tutafanya kazi na wewe, but tufuate sheria, tupatiwe heshima ile tunaokupatia. Bila hiyo basi, unaona leo ni siku ya huduma, nimevaa nguo za Kimarekani, mheshimiwa amevaa nguo za Brazil. Si kupenda kwetu, tumeanza kuchukia hii nchi sababu ya dhuluma ile wananchi ambao wanafanywa mheshimiwa rais, but sisi tunakupenda. Going forward tutaogopa, tutaongea roho zetu. Vile watu walidhulumiwa kwa ile serikali iliyopita, wakidhulumiwa kwa ile serikali, bado tutaongea. Kwa hivyo mheshimiwa rais, hatuna mambo mingi, ajatu tunataka heshima kwa wananchi. Hatuko siasa hapa. Huyu mzee amepigwa ni Mjaluo, amepoteza bibi na mtoto. Huyu mheshimiwa ni Mkikuyu. Mheshimiwa huyu ni Mmeru. Mheshimiwa huyu ni Mkamba mwenzangu. Mheshimiwa yule mwingine Obuya ni Mjaluo. So hapa hatuko siasa. Siasa ni baadaye. Mheshimiwa Njoka ako hapa ni Mkikuyu. Kwa hivyo sisi tunaangalia maslahi ya wananchi, kwa sababu hiyo bado ni uongozi. Uongozi si degree mingi na masters za Harvard. Hii bado ni uongozi sisi ambaye tunatambua. Kwa hivyo mheshimiwa rais, tunaomba heshima, wananchi waheshimiwe, na askari polisi waelezewe, wakuja wakae na sisi kama viongozi. Tukitaka kuhamisha wananchi, tuhamishe kwa njia inayofaa. Bado tuko na pesa kwa serikali ya kaunti, tunaweza pia hawa wananchi fidia kidogo kidogo, waende mahali nyingine, reli ijengwe. Hatuna shida na maendeleo mheshimiwa rais. Mimi kwa sasa ni hayo tu. Timso mzee, rent. Mambo ya nyumba mzee. Sawa. Hii ni chakula stock yako na watoto wako mzee. Miezi kama 4-5. Na rent unasema unalipa 3000 So hii ni rent ya miezi 6. Sawa. Hii ni rent ya miezi 6. Alafu hiyo nyingine tutakuwekea biashara. Ile biashara yako umebomolewa. Unasema ulikuwa unauza nini? Kaweza biashara ya duka. Duka na nini? Duka, alafu nyingine hizi zingine za pop kidogo. Haya, tutakuwekea biashara nyingine. Mheshimiwa wako atafuatilia kesho. Sawa. Utafutie kiasi kingine tuweke stock ufanye kazi. Pole kwa niaba ya sisi viongozi wa Nairobi, pole kwa wale ambao amekupata. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mwe, gavana. Sawa. Mimi ni jirani yake, hata mimi na yake bado nalala tu hivi. Haya, tutakushughulikia hata wewe. Sawa. Mungu anibariki. Tutakushughulikia hata wewe, tutakupatia pesa kulipa nyumba, sawa? Kama governor anaweza kuja kuokoa watu wa Kibira, ili DC anakuja kubomoa hiyo kitu ya kusanitize watu. Mimi nataka kusema hivi hapa Kibra. Wadosi wamedharau maskini sana. Kama Sonko amejitolea kusaidia maskini, na wewe tajiri uko kwako na fridge na chakula na kila kitu, usituletee ujinga yako. Na sisi tunataka kuambia serikali, mbona mnakuja kusabotage Gavana Sonko? Kama Gavana Sonko hako na roho safi ya kusaidia maskini, watende asaidie maskini. Isikuwa ni kila siku ukiona Gavana Sonko amekuja na chakula, mnakataa Gavana Sonko agawe chakula. Na mimi nataka kusema kwa serikali, hao madio na machifu ni waizi tupu. Chakula ikikuja kwa slum, hao watu wagawi chakula, wanapeleka kwa manyumba zao. Na mimi nataka kusema hivi kwa Uhuru Muigai wa Kenyatta na wale matajiri wote kwa taifa la Kenya, ile vita itabaki kwa taifa ni ya maskini na tajiri. Ninyi mko na chakula, lakini Gavana Sonko akileta chakula mtaki agawe. Kwa hivyo mimi nataka kuambia serikali, wacheni Gavana Sonko afanye kazi yake. Kama Sonko kuna roho safi, muache afanye kazi yake. Ninyi mko na pesa na mali na mjali maskini. Chakula letu hapa juzi ndio akatoroka na chakula. Nataka kumwambia, shame on you na wale vijana wa Soweto ambao tulikuwa kwa zile kazi za kaunti za 1010 na pesa yao ilikwama. Mimi napeana hakikisho
atapata haki yake. Mimi ninataka kusema hivi. Juzi tuliona pale Kariobangi, pale Ruai, hapa Kayole na Mavila, kule Kibera, wananchi wakipigwa kama nguruwe. Wananchi mlipopiga kura kwa serikali ya Jubilee, mlijua wananchi wataheshimiwa kulingana na katiba ya Kenya. Mimi kama gavana wenu sitanyamaza ukiona wananchi Nairobi wanaandamana. Sisi bado tunakupenda. Serikali bado iko na pesa. Pesa zingine zinaibwa huko kama na kwa bilioni. Tunaomba heshima kidogo kwa wananchi. Kabla mwananchi atolewe mahali yako, lazima aheshimiwe, apewe fidia kidogo, aweze kwenda mahali nyingine. Nzuri sana, lakini wakora kutoka kule State House wakaleta bajeti nyingine ya uwizi wakinyang'anya kazi. Wapata maendeleo, wapata hospitali, wapata nyumba za kileo, wapata barabara, wapata maji, lakini kwa njia ya kufuata sheria. Niweze kusaidia wananchi wa Kenya. Mimi nauliza hivi wananchi wa Sonko, mimi wanapigia kura Banajaji ama mlipigia kura Sonko?